Publicity is publicity. Bad publicity, good publicity, whatever publicity. We cannot be sitting down somewhere and crying on the corner. Oh, people have been calling me, Lilian, are you okay? Lilian, how are you doing? Lilian, are you holding on well? Mimi. Kamwena goma. Mimi na nyinyi kufa kuzikana. Kufa kuzikana. Uti modora atigori yogi. Tuwe hamwe taa dina. Mimi. Hey! Munafikiriaga naweza toka hii Kenya niende wapi? Sina visa, sina bwana. Niko hapa. Ugo toe hamwe ugo taa dina igiri. Kuna mtu anaacha mwingine. Matako juu, matako chini. Matako juu, matako chini. Matako juu, matako chini. We tulieni kidogo, ladies and gentlemen. Kama hujaweza kukaa kitako na kuambia kaa kitako, ukae rada na uweke bundle ya kutosha. Na kuambia mambo imezidi kuchemuka kuhusiana na mambo ya Margaret Nduta. Na huyu ndiye ambaye mshukiwa wa kwanza ambaye wa Kenya wengi walisema kwamba ni yeye aliweza kumtuma Margaret Nduta kule Vietnam. So na kuomba uweke bundle zako za kutosha na ukae kitako na usikize kwa makini sana jinsi ameweza kurespond, au sio? Natumai utaenjoy the video. So let's go, au sio? Nikae hivyo tu ni worry. Me, I don't worry. Worrying is not my portion in the name of Jesus. Just because I love Saudi does not make me worry. Tio, kuna mtu ameniambia where you are beautiful without brains. Sasa hata kuwa mrembo unaitwa una brains. Kwani hiyo si ni hate speech kwanza? Hi guys, how are you? Good morning. I am one of those people who don't lead. I don't read comment sections. I do not read what people post. I only see my photos everywhere and I'm like, oh my God, what have I done? Have I won the lottery? Kuna mtu ako pahali ako na visa yangu ya America. Is there anybody ameketi pahali ako na visa yangu ya kwenda America? I do not listen to your videos, of course. I don't listen to your videos. I don't listen to what you people say about me. If I did, I'll die. I cannot. Mimi si mjinga. Hey, mimi hata naonanga tu umenipost. Lakini kuna mtu alinipost na picha mzuri. Nilikuwa na mini dress. Sasa nilikuwa na hiyo mini dress na kashote kingine hapo. Hakuandika she single. Mbona mkinitrendisha huko msemangi I'm single and I'm ready to mingle? Mbona msemangi? Aish, lakini this time around nimeona tu mumeweka picha mzuri. Hey! Publicity is publicity. Bad publicity, good publicity, whatever publicity. We cannot be sitting down somewhere and crying on the corner. Oh, people have been calling me, Lilian, are you okay? Lilian, how are you doing? Lilian, are you holding on well? Mimi. Kamwena goma. Mimi na nyinyi kufa kuzikana. Kufa kuzikana. Uti modora atigori yogi. Tuwe hamwe taa dina. Mimi. Hey! Munafikiriaga naweza toka hii Kenya niende wapi? Sina visa, sina bwana. Niko hapa. Ugo toe hamwe ugo taa dina igiri. Kuna mtu anaacha mwingine. Matako juu, matako chini. Matako juu, matako chini. Matako juu, matako chini. Good morning, Pidisira wa imani. Mimi, the fact that I know about Saudi does not make me guilty. I know mtu mwenye anapelekanga mtu Saudi ni mtu legit. Ni mtu amepewa certificate na serikali na kujua mtu mwenye amepeleka mtu fulani lazima ukuwe na copy ya passport. Na hakuna kitu unaweza niambia. As long as hakuna mtu amenipatia copy ya passport, tujue huyo msichana alisafirishwa na nani. I will continue saying I don't know that lady. I have never seen her na sina copy ya passport yake. I don't have a copy. Yes, my dear. I'm coming there in the office. Don't go, okay? Yes. And don't cry again. Yes. You are beautiful without crying. Yes. And never carry your clothes, never carry your things in that bag. Yes. Just here in this shop, when they open, get a bag I'll buy for you. Yes. Whenever you are carrying this in a bag, people always respect you, okay? Yes. And don't cry. Yes. Hii dunia iko na mambo mingi. Ukisema ni kulia, utanilia alafu ujinyonge, alafu ukufe, alafu sisi tuachwe tukivaa nguo zako. Unajua sisi hatuna huruma. Shaijua hata mtu akikufa mtu anaachanga nguo zake zikigawanywa hiyo siku amekufa. Mimi madhaindro yangu alikufa siku ya kwenda ya mazishi nilibeba nguo zake. Maisha sasa amekufa juzi nimebeba sufuria zake. Hakuna huruma. Huruma ni estate peke yake. Don't ever cry. I'm coming to get you a bag.
Thanks. Whether you want to go or not, I'm coming to the office. I'll get you a bag. Thanks. Don't carry your things like that. I have so many bags. I'll give you one. Serious, Yosha? Yeah. I'll give you one. Thanks. I'll come. Yeah. Mtu mwenye ako kazi Saudi, mtu ako kazi Gulf country, mtu ako kazi Amerika. Mimi niamuke nifuge kibada. Yangu ni ibada. Siwezi fuga kanisa. Na mtu mwenye ako na passport copy ya huyo msichana akuja nifugie ibada huko Nairobi. Hakuna pahali mimi naenda. Nowhere. I'm going to stay here. I'm going to wait. Mtu akuja na passport copy ya huyo msichana na hakuna pahali mimi naenda. Na saa hizi si ningekuwa nimebebwa na DCI. Kama ningekuwa najua mambo ya kuuza uga, singekuwa hapa na nyinyi nikiwabebeleza muende Saudi Arabia mkakue shagara. Na vile kazi ya ushagara ni gumu. Singekuwa hapa. Mimi nijue mambo ya kuuza uga, hizo kilo zote. Nijue mimi Lilian. Alafu nikae hapa niwaambie kujeni mfanye interview mwende Gataro, kujeni mfanye interview mwende Dubai. Ningekuwa hapa. Ni ndigetekera uko haha. Ingekuwa na mafesa maigi muno. Kama najua ma politicians mimi naweza kuwa hapa. Nie. Ningekoro hage mweroka imuthima wira andu matari mawira. Mtu akijua vile kuna edwa akuje anipatie uhondo. Tuende pamoja. Hata mimi nataka kutajirika. Kwani mnaniacha ije? Mundu ajirora baithi haicagwo igathie twara mundu na kou Ethiopia. Agathi na kou Vietnams. Muke mujire no nie hati ko ndirathie. Nie ndi mundu Ngai. Sasa unakaa hivyo chini pahali ulipo, unashukua microphone na simu yako smartphone, Lilian wa Imara Solution. Lilian wa Imara Solution. Unaongelelea nani wewe? You are talking about who? Do you know who I am? I am a single mother of 3 children. I am not married. I have no one to take care of me apart from me taking care of me. Na mimi siwezi fuga kibada yangu juu ya mtu. Mtu akuje afuge kibada yangu na evidence. Kama una evidence, shut your balls and close them between your legs. Sasa kuniambia kitu yenye haina evidence hapo. Mimi sinanga hiyo mambo ya kuogopa mambo yenye sijafanya. Sasa juu najua mtu akienda Saudi Arabia anapelekagwa na mtu akona agency, hiyo ni kitu inafaa kufanya niogope. Mna expect nilie mimi nililia kwa nini? Mimi nililia bwana yangu alipokufa, nikalia miaka 4. Nikilia ni kama atafufuka. Sasa nikajua hasifufuka, nikajua ni mimi na nyinyi kufa kuzikana. Utimodora atigore ogi. Na maid lazima waende kazi Saudi Arabia. Maid lazima waende kazi Saudi Arabia vile mimi nilienda Saudi Arabia. Waende wafanye kazi. Kama uko na passport kuja nikupeleke Saudi Arabia, uende ukajisaidie. Wakwenda Vietnam waende akajisaidie pia. Hiyo zote ni njia za kwenda kujisaidia. Lakini mimi napelekanaga Saudi, huko ndiko tunajua. Sijajua huko kwingine. Huko kwingine sijakujua. Ningekuwa na laini ya kuwapeleka huko, ningekuwa nimepeleka 2 3 watupatie testimony. Ni vile sijui hizo njia vizuri. Hizo njia I think zinatakaga watu ambao wamenyamaza. Mtu wako na mdomo kubwa kama hii yangu hawezi peleka watu huko. Si mimi naweza shutiwa mdomo iishe. Wacha tu nipeleke watu Saudi. Na kitu ya pili, nataka kuwawarn. Na wawarn. Mwache kusema si yuko. Mimi ninaenda kwa ofisi kila siku. Na mtu akinihitaji akuje anitafute hapo. Useme trusty, useme shame on you. Kwenda huko. Kuna kazi nyingine mmenipea. Mtu akuja na audacity ya kuniambia Lilian, tunataka uache hii kazi ya kupeleka watu Saudi Arabia wasichana wetu, tukupee hii. Ukuje unipatie hapo mdomo yenye haishi. Mulipea nyako mdomo. Mkamwambia vile mnampenda, saa hizi anaishi kwa children home. Mama mwenye alikuwa na kazi yake ya udereva, saa hizi anaishi children's home, ana rent. Mkae chini kwanza mjue vile nyako atasaidika, mpenzi wenyu. Kabla mkuje muanze kunipaga vile mimi nitakaa. Mimi naendelea kupeleka watu Saudi. Hakuna pahali naenda. Goti ngoro ndirathie, ndio nabera kwa kutwara andu Saudi Arabia. Mtu ako na evidence hivyo tu ya passport copy ya huyo msichana. Akuja niambie ndio hii. Sasa iweke kwa system. Sio mimi tu niko na system. Wekwe kwa system itoe jina yangu.
Lakini siwaza hapo kuniletea hapo mambo ya illiteracy. Hey, I spoke about her and there is nothing you can do about it. Nilisema na nikasema tena. Mtu mwenye anaenda Saudi Arabia lazima apitie agent mwenye akona barua. That is the fact. Na kama kuna pahali alikuwa anapelekwa Saudi, ako kwa system. That is it. Ako kwa system. Huwezi kuwa unaenda Saudi Arabia na usiwekwe kwa system. Lazima uwekwe kwa system. Na sio passport copy, ni number ni passport copy inaekangwa. Hata mimi niko single. I'm ready to mingle when I'm talking a realist. I'm a realist. If you talk about me, what do you think will happen to me? I'm going to die? No. If you talk about me, you think I'm going to close my business? No. If you're talking about me on social media, you think everybody hates me? No. I'm that kind of a person. I'm a realist. You will talk about me until the day this year will come and pick me up. When I'm picked up and I'm in Kamete, I will never talk again. But as long as whatever munaongelelea ni kunisingizia, I'm going to be here with you people. I'm going nowhere. Nyinyi mwezi kwa munararaga online, mukitap your screen guys, alafu mimi munafikiria munaweza fuga kibada yagu amwezi fuga. Wacha muite kiburi. Muite kiburi. Thank you so much Caroline. Mimi wale watu nimesafirisha, I owe them a lot. Wamenipatia chakula. Mimi hakuna siku nitawahi kaa hivyo chini. Mtu wa kwa Amerika anafugua chai ya Lilian. Alafu mnafikiria, oh, we have pinned her down. That is not my portion. That is not my motion. You can never pin me down. I was not born like you guys. Mimi sikuzaliwa kama nyinyi. Mimi sikuzaliwa na roho nyepesi. Ile kitu tu inazamaliza mtu kama mimi, mwenye nilikaa Saudi miaka 5, nikakaa Qatar miaka 3, Dubai mwaka. Almost 10 years of my life. The only thing you can do is to stop God. If one day you have the strength to stop God, you will stop me. But if you can't stop God, my darling, it's just for a time. Tunaendelea kama ilivyo. Say it as you want. Oh, this one anakona kiburi. Oh, this one is depressed. I always make sure I pay my bills in time. I feed my children, take them to school, and still maintain a company. Beat that. Umeniona Mathare? Tunaendelea kukunywa chai hapa kwangu, sio pali pengine. Ukitaka chai yangu kuja hapa. Mimi utainiona Instagram. Mimi utainiona nikicomment kitu yenye haihusu kazi yetu. If it is something that involves our industry, kusafirisha watu kwenda ugaibuni, I will comment. Hata leo kukiwa na mtu mwingine, I will comment. You can't silent me. I will comment. Na nilisema huyo msichana alikuwa ende Saudi, alienda training, akafanywa medical, akawekwa kwa system. Pahali iligeuka akaenda kwenye alienda. That is what we don't know. It is supposed to be under investigation. Na tukasema kama tunaweza kuwa na copy of that passport ya huyo mudem, tunaweza weka kwa system yetu ile tunasafirishanga watu kwenda Saudi, tujue nani alikuwa ampeleke Saudi Arabia. Na nikavolunteer nikasema, if you have a copy of her passport, munipatie ama mpatie mtu akona system kama yangu. You will see the name of the person who was supposed to take her to Saudi. And you will understand the story. Me, I'm not an investigator. I'm not even a cop. I don't know much details. But I said, hii ni skisi inahusiana na watu kusafiri kwenda ugaibuni. I had to comment. And then now you want to sit down pahali ulipo ufikirie. Because she commented, she's the one. I will still comment. Beat that. Na hamujanipeleka Citizen TV. Bado hamujafika. Hamujanifikisha Citizen, hamujanifikisha NTV, na hamujanifikisha kwa huyu jamaa anaitwa nani anakuaga Amerika akona madevu kwa rali madoa. Mujanifikisha kwa rali. Mujanifikisha kwa rali. Mukinifikisha kwa rali, I quit. For now we are not quitting. Kufa kuzikana. Tuko hapa. You will not build your platform using my name. You cannot. I am not that easy. Mimi, I'm a hard cookie to crack. You will not build your empire using me. You cannot use me to build your empire.
Na watu wenye nimepeleka ni wengi. Nikifika CNN, niambiwe Lilian, we have the accomplice. She's here. Her name is Lilian Email Solutions Limited. I quit. Lakini sasa hata mjanifikisha Citizen TV. Nyinyi na nyinyi mnafanyanga kazi pole pole. When am I going to be on the news? When am I going to be on NTV? I've been to NTV. I want to be on Citizen TV. For the right or wrong reason. Whatever mnachagua tu, mkae chini mjue vile mtafanya. Mniweke tu kwa Citizen TV for good or for bad reasons. Mchague yenye mnataka kutumia. Whichever channel. Mchague ile channel mtatumia, make sure nimefika Citizen TV. Ya NTV nilikuwa. Ya NTV nilikuwa. You see, hii mambo ya you said I said, you said I said, anyone can say anything. Kutoka nianza hii life nimeongea maneno magapi na muna record. Ladies and gentlemen, welcome back again to my YouTube channel 254 Digital News. Guys, mambo imezidi kuchemuka. Huyu ambaye mmeweza kumsikiza sana kwa hii video akiweza kuongea akiwa na kiburi, akiwa na majivuno, akiwa na kila kitu, anaona yeye ameweza kufika. Huyu ndiye ambaye anajiita Lilian, ambaye watu wengi sana kwenye mtandao wetu wa kijamii wameweza kusema kwamba yeye ndiye aliweza kumpeleka Margaret Nduta kule Vietnam akiwa na ile kilo 2 ya cocaine. Na guys, tumeona kwamba huyu mwanadada ameweza kuongea akijipiga kifua sana akisema kwamba hakuna mtu yoyote ambaye ataweza kumtisha, hakuna mtu yoyote ataweza kumfungia kibanda yake. Kibanda ni ile chumba ama ni ile ofisi yake ambaye huwa anapeleka wasichana wetu kule majuu. Na anasema kwamba wewe ambaye uko pale majuu uweze fungua life yako, uweze kumuingilia ama kumtisha ili aweze kulifunga ofisi lake ya kupeleka watu majuu. Na amesema kwamba bado hamjamuongelea, mumuongelee until time ataweza kufikishwa CNN, Citizen ndiye ataweza kushutuka. Lakini kama hamjaweza kumfikisha kule Citizen, CNN, yeye hataogopa mtu yoyote kwenye mtandao, atakuwa anakuja kuongea na hakuna mtu ataweza kumtisha. Na guys, hii inatuonyesha nini? Tumeona kwamba watu wengi kwenye comment section wameweza kusema kwamba maybe yeye anajua kile ambacho anazungumza, na maybe anajaribu tu kuja kutafuta sympathy, anajaribu kuja kujiondoa akisema kwamba hakuna mtu ambaye ataweza kumtisha. Na guys, pia tunaona kwamba ameweza kusema kwamba yeye hawezi lia kwa sababu ya mtu ati ameweza kushikwa kule majuu, kwa sababu yeye alishalia ya kutosha wakati mume wake aliweza kuaga dunia. So hii mambo ya Nduta haiwezi kumfanya yeye aweze kulia. Na hii ni ishara moja zaidi kwamba Wakenya wengi wameanza kumshuku, wakasema kwamba huyu mwanadada anaweza jua kile ambacho ilikuwa inaendelea ama kuhusiana na ile madawa ambaye Vivian anaitwa Margaret Nduta aliweza kupatikana naye kule Vietnam. That's why anakuja kuongea akiwa na majivuno, akiwa na kiburi, anasema hakuna mtu yote anaweza kumtisha hapa Kenya. Na hakuna mtu yote ataweza kumkatizia riziki ya kuwapeleka watu kule majuu. So guys, langu tu ningependa kusema kulingana na hii matamshi, wewe ambaye unaitazama hii video unaweza drop your comment. Maoni yako ni yapi? Lilian vile anaongea vizuri ama anaongea na majivuno? Unaona, watu wanasema kwamba kama kweli alikuwa anahusika lazima watamsalimia, apende asipende, mambo itamgeuka, au sio? Na mimi ningependa serikali yetu ya nchi ya Kenya ifanye utafiti nzuri kabisa. Juu mtu yoyote akienda majuu lazima akuwe na details, lazima aliacha details kwa hao maagent. Nani Nduta kuja tuambie alienda majuu na agent wa gani, ili waweze kufanya uchunguzi zaidi nani aliweza kumpea hizo vitu. Inasemekana kwamba hadi alinuliwa bag nyingine ili awache ile yake. So guys, mambo ni mengi, masani machache. Natumai utazidi kufuatilia 254 Digital News. Nitakuwa nawapea more update kuhusiana na mambo yanapozidi kuchemuka kwenye mtandao wetu wa kijamii, haswa kule TikTok. Na hatujaona kwamba Rich Kamuge pia aliweza kuwa ameweza kutajwa hapa kwa hii mambo, lakini nikipatana na yeye pia nitakuwa nawaletea hapa tusikie upande wake. Lakini tunaweza kusikia upande wa Lilian. Naomba tu ucomment kulingana na venye umeweza kusikia, maoni yako ni yapi. See you to the next video. Mungu akipenda muwe na wakati njema.